Hivi unajua kuwa huwa unaabudu sanamu pasipo wewe mwenyewe kujua? Nisikilize, nikufundishe jinsi ambavyo unaabudu sanamu pasipo kujua. Unajua, tumekuwa na mtazamo fulani ambao tunaamini sanamu ni vinyago, vitu fulani vilivyotengenezwa kwa mafundi seremala tukaletewa. Lakini elewa, siku hizi mpaka mitume wanatengeneza hivyo visanamu, wanatengeneza hivyo vinyago, ingawa wao wamevibadilisha katika wamevibadilisha, wao wamekuja kwa mfumo wa karatasi, ingawa huku sisi tunaamini vinyago ni vitu fulani vya mbao, vya udongo, vya kitu fulani hivi, sanamu vya ajabu ajabu. Sasa siku hizi hata mitume na wao wamebadilika, hawataki kukuletea hicho kinyago, bali wanakuletea mfumo fulani wa maandishi ili uamini kwamba hiki ni kitu ambacho kinatoka kwa Mungu. Sasa tunaamini kwa wenzetu, kwa Waroma, ni kwamba wanaabudu sanamu, lakini sisi tunaowacheka hatujajua kwamba na sisi pia wenyewe tunaabudu sanamu. Yaani unaweza kumcheka mwenzako kajinyea, kumbe na wewe mwenyewe umejinyea, ila hujajua kwamba umejinyea. Sasa naomba unisikilize, nikusaidie wewe mlokole huyu ambaye unaenda kubebelea vitu, unaenda kubebelea mikeki, unaenda kubebelea maji, unayaleta ndani, alafu hayo maji unaanza kumwaga nyumba nzima kama ulinzi. Hivi wewe una utofauti gani na anayeabudu sanamu ambayo wewe unaiamini? Sasa wewe ni miongoni mwa watu wanaoabudu sanamu pasipo kujua. Yaani maji ulionayo ndani ni sanamu tosha kabisa. Vikeki, vimafuta, vitakataka, upuzi ulivyonavyo ndani ni visanamu, unaviabudu wewe mwenyewe. Sasa kwa nini nimesema siku hizi wanakuja na maandishi? Unajua tuna mapambo mengi sana ambayo wanadamu tunayapenda. Kwa mlokole, unaenda sehemu, unaenda kuchukua bango, labda lina picha ya Yesu, limeandikwa maneno mazuri kabisa, unalileta ndani, unaliweka ndani lile bango, na liweka ndani. Au siku hizi mitume wamekuja na mfumo wa kuwa na vistika vyao. Mtume hapo yupo hapo, amekuandikia na ujumbe mzuri kabisa, amekuwekea na mstari, amekuwekea hapo, labda mfano tuseme mwaka huu ni mwaka wa kuvuka, kistika kimeandikwa hivyo, kimewekwa. Wewe unaenda kukichukua, unakuja kukibandika kwenye ukuta. Matokeo yake unaanza kukitukuza hicho kistika, matokeo yake unaanza kukiabudu hicho kistika. Yani wakati mwingine unakibembeleza hicho kistika, mtu asikiguse na maji kisije kikaloana. Alafu unamcheka mwenzako. Sasa wewe una utofauti gani? Yani leo tupo kwenye mfumo wa kuabudu vitu pasipo kujua. Yani wewe unaabudu kistika. Hivi umeshindwa kuelewa kwamba mwamuzi wa maisha yako ni wewe mwenyewe, wala sio stika. Mungu akikupa taarifa mwaka huu unavuka, utavuka. Mungu akikupa taarifa kwamba mwaka huu hauvuki, ni kweli hauvuki. Sasa hicho kistika ambacho hakiongei, unaenda kukisikiliza mwaka huu wa kuvuka kupitia kitabu fulani. Sikiliza nikwambie, yani shetani anajua kuyatumia maandiko vizuri kabisa, na nishasemaga shetani anayajua maandiko kuliko hata sisi wenyewe, vizuri kabisa, yani anayajua vizuri. Kwa namna ya kuyatumia hata kwenye vitu ambavyo tunaviamini, ashindwi kuvitumia, anavitumia na anatuletea na tunavifanya. Sasa tunaabudu sanamu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 4, usijifanyie sanamu ngoja nipasome. Inasema hivi, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Yaani usijifanyie sanamu yote ya kuchonga. Sasa unaziona hizi stika mbili hizi ni za biashara yangu ya Tunangaza sopu, sabuni ile ya maji. Hapa kuna maelezo namna ya kupata sabuni, ni stika ambazo nabandikaga mitaani kule. Sasa niliamua kuja kuzileta hapa. Hizi stika hizi ingekuwa ya mtume hapa,
Maana yake mimi ni kila siku ningekuwa nakuja kuangalia hapa na dada mwaka kuvuka na, yani hakuna namna yoyote ambayo ningetaka kuwasiliana na Mungu akanipa ujumbe, ila nitatembea na kitu kimoja mwaka huu, ni mwaka wa kuvuka, kupitia hii karatasi iliyoandikwa na mtume hapa. Sasa Biblia inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani. Tunatengeneza zile stika, alafu zile stika tunakuja tunazibandika kwenye ukuta, tunaanza kuzitukuza, kuziabudu. Tunaenda kuchukua maji yale tunayaleta ndani. Ukitaka kulala na mwaga nyumba nzima, yani yale maji yani unayaabudu. Sikiliza nikwambie, mwana wa Mungu, nilishasema nyakati hizi Shetani atainuka kwa namna nyingi sana, atainuka kwa mambo mengi sana, yani atakuja kwa kila namna. Lengo na makusudi ni kutaka uhai wako, ni kutaka tu uzima wako. Yani hakuna namna yote ambayo shetani anaitafuta kwako. Anakutafuta wewe akukamate, ashikilie fahamu zako. Hizo stika ambazo tunaenda kuzichukua, tunakuja tunazibandika, tunaanza kuzitukuza. Na wewe ambaye unanisikiliza, unatengeneza stika za ujumbe wa neno la Mungu, unawapumbaza waumini wako. Hivi unaelewa kwamba waumini wako hawasomi Biblia ila wanasoma hizo stika? Sasa wewe mwenyewe hauna uwezo wa kuandika ujumbe wote uliopo kwenye Biblia ili wawe na stika nyingi. Hauna. Ni kistika kimoja kwa mwaka, vistika vitano viwili kwa mwaka. Sasa hivyo vistika vinawapumbaza waumini wako, hawataki kusoma Biblia, wanasoma stika. Ni sawa na kuabudu sanamu. Yaani wewe unajifanyia sanamu ya stika. Ndugu yangu, tupo mishoni. Mitume watakuja na kila namna, watakuja na kila mipango yoyote, yaani watakuja na kila mifumo. Ni kazi ya shetani, na hii nimeshasema, nitaendelea kupaza sauti, nitaendelea kuzungumza. Yaani wewe ambaye unaenda kuchukua kistika, unakuja unakibandika ndani kipicha cha Yesu, sijui kipicha cha Samsoni, sijui kipicha cha mtume gani, unakibandika, unaanza kukiabudu. Elewa wewe unajitukuza wewe, yani unamtukuza shetani. Ni bora ukachukua picha yako ya tukio fulani, ukaenda kuitengeneza, ukaja ukaiweka kama ukumbusho. Wale mliofunga ndoa, chukua picha yako kaitengeneze, ndio iweke kwenye ukuta. Ni ukumbusho. Unapoiangalia hiyo picha, huo ni ukumbusho, sio stika ya mtume. Wewe unaabudu kuzimu, wewe unamtukuza shetani kwenye stika hiyo. Tunaabudu vistika, tunaabudu vimaji, tunaabudu vimafuta, tunaabudu vipuzi gani hivi? Sasa tupo katika miongoni mwa dalili za hatari kumtukuza shetani, afa atuelewe. Mtume anakuandikia stika, afu wewe ukienda nyumbani kwake hakuna stika cha kwake alichokibandika. Anakwambia anachafua ukuta, ila wewe amekuandikia ukachafue ukuta, na nyumba yenyewe unayoishi ya kupanda, unaenda kuchafua ukuta wa mtu kwa kastika kampuzi moja. Yeye mbona cha kwake hajabandika ndani kwake, hana hata kimoja, ila wewe unaletewa. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Wanaangamizwa, wanadamu leo wanaangamizwa kwa sababu ya kutokuwa na maarifa. Ndio maana mtu mmoja akasema kwamba yeye anakupa maji ya kulinde, yeye mbona ana walinzi, mbona ana mabodyguard nyuma, kwa nini maji yao yasimlinde? Maarifa yamepotea, hatuna maarifa ya kuelewa tupo katika nyakati gani, tupo katika wakati upi, tunaelekea wapi, tunatoka wapi, tupo sehemu gani. Hatuna hayo maarifa, na ndio maana leo kudanganywa miche. Yaani leo mimi ngoja tu nikwambie, leo mimi tunaangaza pasipoangazika na wafasi wengi sana. Yaani wewe unanisikiliza hapo ni mfasi wangu. Leo nikitoka kwenye usingizi nikakwambia Mungu amenifunulia kitu fulani, ni kitu cha upako, ukikila hiki matatizo yako yanaondoka ndani, nakwambia nitakuwa na watu wengi sana. Mimi huyo nitakuwa na watu wengi sana.
wengi mno. Yaani leo nikisema tu nijifyatue akili nikwambie, yaani ukila karatasi hiyo inaenda kuondoa uchafu wote mwilini. Kama ulikuwa na magonjwa, ulikuwa na nini, ukienda tu chooni ukijamba, uchafu wote unatoka. Nakwambia hivi tena nakwambia, karatasi lazima uichukue kwenye mkono wangu, njoo kanisani uichukue kupitia mkono wangu, nakwambia nitajaza kanisa, sishindwi. Sasa tumekuwa na watu ambao tunadanganya, tunaamini. Bwana wa Mungu, hizi nyakati ni nyakati ambazo shetani yupo kazini. Kuwa makini sana. Yaani tafuta we mwenyewe uisikilize sauti ya Mungu. Usitafute sauti uisikilize kwa mtumishi yeyote. Tafuta sauti ya Mungu uisikie wewe mwenyewe, sio usikilize kwa mtu. Siku hizi watu wameshabadilika, hachelewi kukwambia kwamba kijambo hicho kiharufu ni upako. Hachelewi. Ndiko huko tuliko. Tutawezaje kuwakwepa watu kama hao? Kwa hiyo unaweza ukawa unaabudu sanamu, mwana wa Mungu, pasipo wewe mwenyewe kujua. Kuwa makini sana, usijifanyie sanamu ya kuchonga ndani kwako. Sio mpaka ukachonge kinyago. Hata hiyo stika unayoleta ndani kwako ni mfumo wa kuabudu mzimu, ni mfumo wa kuabudu mtume, ni mpango wa kuabudu takataka. Kuwa makini, usiabudu hizo stika. Na wewe unayenisikiliza hapo, unune usinune, ukasirike usikasirike, kama ndani kwako umebandika vistika vya ajabu vya mitume, kavibandue, elewa, kavichukue, kavichome moto. Mtake Roho Mtakatifu akupe maelezo juu ya mwaka wako, sio kupitia stika ya mtume. Huo ni ujumbe wa kwake na familia yake, sio ujumbe wa kwako wewe. Kila mtu ana njia zake. Langu jina Benjamin Mehega, tunaangaza pasipo angazika. Amen.